Steven Olwenyi, afisa mtendaji wa kata ya Chumbageni. Kwanza nitoe utangulizi kwamba kikao tulichokifanya leo inaitwa kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, ambacho kisheria ni kikao kinachofanyika kwa kila robo, kwa maana baada ya miezi mitatu, ambacho ndo kwa ngazi ya kata ndo kikao cha kujadili masuala yote ya maendeleo na changamoto za kata na kutoa na maazimio ya nini kifanyike ili kwa ajili ya utatuzi wa changamoto na ili kata yetu iweze kupata maendeleo. Kwa hiyo ni kikao cha kisheria ambazo kwa mwaka mzima tunakuwa na vikao vinne ambayo hiyo ndo ina kikao hicho ndo kinatoa changamoto tunazowasilisha kwenye baraza la halmashauri ya jiji la jiji kwa ajili ya utekelezaji. Changamoto ni za kawaida, masuala ya kwa upande wa elimu, kuna uchakavu wa baadhi ya majengo ambayo yameongelewa, lakini hata pamoja na upungufu wa madawati katika baadhi ya shule ambazo wa sasa ndo kimsingi ndo tunazichukua na kuziwasilisha kwa mamlaka husika kwa ajili ya utekelezaji. Na hizi kwa sababu hata ina diwani na ambaye ndo mwenyekiti wa kikao hiki, huyu ndio ambaye anazisimamia kwenye level ya halmashauri. Kwa upande mwingine, maendeleo ya kata ya Chumbageni kiujumla unazungumziaje? Maendeleo ya kata ya Chumbageni kama ni moja ya kata ni mazuri. Maendeleo ni mazuri, shughuli za kiuchumi zinaendelea. Mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu inatolewa vizuri na watu wanazichangamkia na wananufaika na fursa hiyo ya mikopo kwa lengo la kujiendeleza kiuchumi. Kupitia kwa mikutano ya wananchi, kila mkutano wa wananchi, afisa maendeleo ya jamii na sisi wataalamu tunakwenda tunatoa elimu na kutoa hamasa kwa walengo wa kuchangamkia fursa. Sisi tunachokifanya ni kweli kuna baadhi ya vikundi kwa namna moja ama nyingine hawafanyi vizuri, lakini tunacho elimu inaendelea kwa kuwa ni sisi ndo walezi ndo walezi wao. Tunafanya kazi ya ziada ya kuwafuatilia, kuwaita na kukaa nao na kujadiliana changamoto zao ni nini na tunawapa ushauri upi ili waweze kufanya vema. Mimi ni wito wangu ni kwamba kwanza kwa swala la mikopo wachangamkie fursa. Serikali ina dhamira ya dhati ya kuwaboost katika shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo wachangamkie pamoja na fursa zingine za kimaendeleo, kwa kuwa maendeleo hayamtafuti mtu ndo anayatafuta. Kwa hiyo waondokane na dhana zingine, masuala ya kukaa wa maskani kwa vijana hususan, basi waachane na hizo. Kila mtu akiamka asubuhi basi atafute fursa, shughuli ya kufanya, na ndo maana inakuwa ni rahisi hata kwa serikali kuwa support.